Serikali inapojizatiti kutumia machifu na manaibu wao kuzuru vijiji na kushauri familia ambazo zingali kupeleka wana wao kujiunga na gredi ya 10 kufanya hivyo, wengi wa wanafunzi hao wangali nyumbani wakililia gharama ya masomo. Baadhi ya wanafunzi na wazazi wao wakianza kukata tamaa. Sasa tunaungana naye Crispin Otieno akiwa maeneo ya Kitutu Central na anapozungumza na familia kadhaa ambazo zimekwama na watoto ambao wangali kuanza safari ya kwenda sekondari ya juu. Na kama unanipata ndugu yangu, utakatuweza kujua zaidi ya saa Crispin Otieno atueleze ni yapi ambayo yamekuwa ndio sababu, maanake kila mzazi wana changamoto zake. Kuna wengine tutakwenda moja kwa moja kwa sababu ya hela, na labda pengine ni yapi ambayo anaamini yakifanyika sio tu kwake yeye, lakini atasaidia hata wazazi wengine ambao sasa hivi wameshika tama. Na Rashid, hapa nipo katika eneo bunge la Bonchari katika kijiji cha Mwamonoti, ambapo tunazidi tu kufuatilia masuala ya ama wanafunzi ambao wanapaswa kujiunga na grade ya juu ama grade ya 10 maeneo mbalimbali nchini. Na hapa katika kijiji kuna mwanafunzi mmoja ambaye familia yake inasema imefika mwisho, kwani licha ya kuitwa kusomea katika shule ya kitaifa ya Maranda, kijana huyu angali katika kijiji hiki, na kila ambacho tunaona hapa ako tu na amenunua sabuni na vile vile ako na towel tu, ndio vitu ambavyo mpaka sasa kijana huyu amejaliwa kupata. Na vitu vichache tu nataka tuzungumze na mamake hapa, kwa sababu imetuchukua muda hata kufika katika kijiji hiki, kwani imezingirwa na mashamba. Tuambie mami, unaitwa nani? Alafu ni wakati ambapo wanafunzi wanapaswa kuingia grade ya 10. Tuambie kijana wako tumemwona hapa akiwa shambani, hali iko vipi? Ukosefu wa pesa. Kwa majina naitwa Dorka. Kwa majina naitwa Dorka. Ukosefu wa pesa. Kijana wako aliitwa wapi? Maranda. Tuelezee tu alipata nini ili atujue. Alipata grade ya 62. 62. So machifu wamekuwa wakitembea wakisema kwamba wanafunzi wanapaswa kuenda shuleni, lakini hapa mliko uko na kijana wako. Je, nini ambacho mnakosa ili aweze kufika shuleni? Hatuna pesa ya uniform na shopping bado na transport. Anafaa kulipa pesa ngapi kuingia shule? 53. Kwa 53 labda wewe kama mzazi unaweza pata ngapi kwa sasa? Saa hii sina, niko na mtoto mdogo wa miezi 4. Kwa hivyo ungependa labda serikali ifanye nini? Wanisaidie. Asante. Mama anaingiwa na hisia hapa, anatokwa na machozi. Wacha tuzungumze na kijana hapa. Karibu. Tuambie unaitwa nani, alafu tuelezee kile ambacho ulipata katika mtihani wa KCSE. Kwa majina ni Elkana Muranga. Nilifanya mtihani wa KCSE nikapata .62. Nilikuwa na exceeding 2. Nikaitwa Maranda Boys. Nataka kuwa daktari, but naona ndoto yangu inazimia. Sina mbinu, naomba tu munisaidie. Sina namna. Wakati tulikuwa tunafika hapa tumekupata ukiwa shambani. Je, labda chifu kutoka eneo hili ama naibu chifu amefika katika nyumbani kwenu na kutathmini kuangalia jinsi hali ilivyo? Ndio. Amewaambia nini? Ametuambia nafaa niende shule, but tukamwambia hatuna namna, hatuna mbinu yoyote. Nasema tunajaribu kwa MCA, tukaenda kwa MCA anatupea 500 tu. Hatuoni yani mbele wala nyuma. Shuleni nataka kwenda, but sioni yani, hakuna pesa hata. Asante. Na anaitwa Muranga, anaitwa Elkana Muranga, ndio hii makaratasi yake. Kijana anapaswa kujiunga na shule ya kitaifa ya Maranda. Tuna pia mwanakijiji ambaye alituelekeza hadi katika kijiji hiki baada
kujana kuarifiwa kwamba hakuna uwezo, na jinsi tunavyotizama katika boma hili bila shaka taswira ni mbaya zaidi. Karibu kwa kiufupi tu tukimalizia, hali imekuwa vipi na ni vipi ambavyo uliweza kujua kuhusu familia hii? Kwa majina naitwa Mr. Job Maanya. Mimi ni mwalimu wake wa somo la Integrated Science. Elikana amekuwa mwanafunzi wetu mzuri na alipata alama ingemwezesha ajiunge na shule ya kitaifa ya Maranda. Lakini hadi saa hii hatuna uwezo, ndoto yake imezimia. Tumejaribu kupata usaidizi lakini tukapata ni sanduku tu na ile shopping kidogo ambayo inamwezesha aende shule. Hatuna uwezo, tungeomba serikali na viongozi wa hapa na mwenye atajitokeza amsaidie kijana, ndoto yake ni kuwa daktari ili asaidie nchi yetu ya Kenya. Asante sana. Shukrani sana. Naam, Rashid, tulivyosikia hapo ndio taswira ambayo tunazidi kukabili ama kuona katika vijiji vingi tu, sio huyu kijana peke yake. Kuna wale ambao wamekuwa wakitupigia simu, wengi wamekuwa wakituelezea kwamba bado watoto wengi wangali wamekwama kule vijijini. Kwa hivyo tungali tunaendelea kutupilia jicho katika vijiji mbalimbali, sio tu katika kaunti ya Kisii bali maeneo mbalimbali kote nchini, ili kueleza tu taswira kamili jinsi hali ilivyo. Kwa hivyo kwa kijana huyu ambaye ameitwa shule ya kitaifa ya Maranda, anatumai kwamba labda ipo siku ndoto yake itakuja kutimia, japo muda vile vile ndio huo unayoyoma, lakini wako tu na matumaini kwamba atakuja siku moja kujiunga na shule hiyo ya kitaifa ya Maranda. Rashid. Naam, shukrani sana Crispin Otieno. Nafikiri kama mtazamaji umeangalia, ni kisa mojawapo tu ya visa vingi ambavyo vimekuwa vikiangaziwa, watoto waliofanya vyema lakini kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi wanashindwa kwenda shuleni ama kwenda kuendeleza masomo yao. Laiti ingekuwa runinga Citizen inaangazia visa vyote, tungesimamisha kila kitu, kumaanisha kwamba visa ni vingi. Tuna kibarua kama serikali kujiita mkutano, kujiuliza maswali, kuangalia ni vipi tutawaokoa sio tu wale wanaoangaziwa peke yake, lakini hata wale ambao hawajapata fursa ya kuangaziwa. Manake ni wengi ambao wamefanya vyema katika mitihani lakini hivi sasa wameshindwa wapi pa kukimbilia ili watoto wakaendeleze na masomo, kesho wawe ni watu muhimu katika kusukuma gurudumu la taifa hili mbele zaidi. Lakini tukisonga mbele ni kwamba bunduki moja zaidi aina ya AK-47